Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 18 siku ya Jumamosi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema utafiti wa baini ukata angels zinazosimamiwa na vijana. Utafiti wa baini ukata angels zinazosimamiwa na vijana. Lakini Chama cha Mapinduzi CCM yapuliza kipenga kumpata mrithi wa Lukuvi jimbo la Isimani. Ni kicheko ajira mpya. Hiyo ni habari inasema ni kicheko ajira mpya, watumishi 45 kuajiriwa katika makakati wa kupunguza uhaba wa watumishi mwaka 2026-2027. Pia madai ya mlimbikizo ya mishahara katika taasisi zaidi ya 400 kuhakikiwa. Hiyo ni habari inasema ni kicheko ajira mpya, madai zaidi ya 400 ya watumishi ya mishahara kuhakikiwa. Lakini mamalisha auawa kikatili, mwili watupwa shambani. Mamalisha auawa kikatili, mwili watupwa shambani. Na Dr. Gwajima atangaza mkakati wa kuwanoa mama na baba lishe. Hiyo ni Dr. Gwajima atangaza mkakati wa kuwanoa mama na baba lishe. Hiyo ni habari kwenye gazeti yako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Chadema yaja na operation pandisha bendera. Hicho ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chaja na operation inayosema pandisha bendera. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Kipangula aonya uandishi usiozingatia maadili. Lakini Ridhiwani aliomba bunge kuidhinisha trilioni 1.56 utumishi wa umma. Ridhiwani aomba bunge kuidhinisha trilioni 1.56 utumishi wa umma. Lakini habari kubwa ni Dr. Mwigulu, serikali ya tukeru inawatukana mitandaoni. Lakini bado kuna habari kimataifa inasema Irani yakubali kufungua mlango wa Hormuz. Huyo ni Irani akubali kufungua mlango wa Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika maofisa wawili TFC Makete jela miaka miwili kwa kuomba na kupokea rushwa ya milioni 8. Maofisa wawili TFC Makete jela miaka miwili kwa kuomba na kupokea rushwa ya milioni 8. Lakini 57 wanusurika kifo ajali ya basi Morogoro. Watu 57 wanusurika kufariki dunia ajali ya basi Morogoro. Lakini habari kubwa ni Tanzania jipanga kuwa kitovu cha uwekezaji Afrika. Tanzania jipanga kuwa kitovu cha uwekezaji barani Afrika. Lakini tuwe makini na watu wanaohamasisha uvunjifu wa amani kwa wengine. Huyu ni Dr. Mwigulu. Na kiliko nambari inasema Kipangula asisitiza maadili kwa waandishi wa habari, kudumisha umoja kitaifa na utulivu kwa jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika mbunge Ngajiro kuwezesha vijana kuajiri kupitia mafunzo ya ujasiriamali. Lakini kampuni ya Equinor yaridhika na bandari ya Mtwara. Kampuni ya Equinor yaridhika na bandari ya Mtwara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kuna habari inayosema amani ndio mkombozi wetu Dr. Mwigulu. Amani ndio mkombozi wetu Dr. Mwigulu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika Mwigulu ulega wakoshwa na barabara za Afcon 2027. Mwigulu ulega wakoshwa na barabara za Afcon 2027. Lakini Mlima Kidenge chocheo cha ukuaji uchumi wilaya ya Same. Mlima Kidenge kichocheo cha ukuaji uchumi wilaya ya Same. Na kibano cha Dr. Mwigulu. Lakini kiongozi atoa rai kwa siasa za kujenga. Kiongozi atoa rai kwa siasa za kujenga. Lakini ajira 45 za nukia. Kikwete ateta na Dr. Ruto. Ukuta waua watoto 4. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele.
Lakini gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo linaandika msajili wa hazina Zanzibar DC wasaini MOU. Lakini Dr. Mwinyi ateua viongozi. Dr. Mwinyi ataka East Africa kuongeza fursa ya ushirikiano. Lakini meli nne za Irani zavuka mstari wa kizuizi wa Marekani. Lakini wadau haki za binadamu wapongeza kuimarika ustawi wa jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwanahabari. Gazeti lako la Mwanahabari linaandika Dr. Mwigulu ataka kufungwa kamera nyingi viwanjani. Huyo ni Dr. Mwigulu ataka kufungwa kamera nyingi viwanjani. Lakini Muungano Cup ya kwenda na kikosi kamili. Muungano Cup ya kwenda na kikosi kamili, na Dr. Kitako kuanzisha ligi ya under 15 Ifakara. Lakini Simba kutimka kuelekea Ruangwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Machinga kuna mchezo naandika Maxime atimuliwa Mbeya City kisa 6 za Yanga. Maxime atimuliwa Mbeya City kisa 6 za Yanga. Lakini kuna habari inasema waziri mkuu ataka kuifungwa kamera nyingi viwanjani. Waziri mkuu ataka kufunga kamera nyingi viwanjani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Machinga bado kuna habari TRA United ya moto ichapa Pamba Jiji goli 1-0. TRA United ya moto ichapa Pamba Jiji goli 1-0. Lakini Kinda Simba miaka 15 acheza ligi kuu. Kinda Simba miaka 15 acheza ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Kurasa mchezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.